Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Waafrika ndio watu wa Mungu. Waafrika ndio Mungu aliwatengeneza kwa mikono yake mwenyewe. Waliobaki wote walitokana na ndani ya Mwafrika. Kwa sababu utumwa wa, kama nilivyokuambia, ili mtawale mtu na umchukulie kila kitu chake, lazima umtengeneze kwa muda mrefu. Sisi tushatengenezwa, tushaingia kwenye reli. Sisi ndio kwenye mfumo tumeingia. Kwa hiyo sisi ndio watu pekee duniani tunachoambiwa tunaitikia. Nguo fupi ndio mtindo wa kisasa, sawa. Mwanamke avae suruali, sawa. Mifumo ya haki sawa, 50 kwa 50. Naambia 50 kwa 50 alidai Lilith kule wakati Mungu alipomtengeneza. Lilith is the first wife of Adam. To the story katika Tanaka na kitabu cha Wayahudi wanaita Talmudi. Kupitia vitabu vitano vya Musa, the Pentateuch, wakachanganya na maneno ya marabi. Marabi ni walimu wa kidini wa Wayahudi. Wakamix pamoja wakapata kitabu kinaitwa Talmudi. Tafuta Talmudi usome, ni kitabu cha ajabu, kina maneno ya ajabu. Talmudi ni haki kumdhulumu mtu asiye Myahudi, haki kumuibia, kumuua mtu asiye Myahudi, haki kumchukua mtumwa Myahudi, mtu asiye Myahudi, ni Talmudi. Talmudi imeruhusu dhuluma kwa watu ambao si Wayahudi. Na wakati walioweka sheria hiyo ya Talmudi, nao wao si Wayahudi, wao ni heathen. Si unajua heathen? Heathens. Nao ni pagani. Sisi sio pagani. Sisi ni son of God himself. God created us in his own end. Kama Adamu alikuwa yeye ndio wa kwanza, Adamu ni mweusi. Naamini uwepo wa Mungu, siamini dini kwangu. Huo ni ukweli, na mimi sina ugomvi na mtu wote chini ya jua hili. Nawapenda wanadamu wote, ila Afrika tutabaki kuwa watumwa tukiwa wajinga tusiotaka kusoma. Ukuu wa Mansa Musa hauwezi kufikiriwa kwa sababu utajiri wa Mansa Musa amekufa miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 600, lakini Mansa Musa anashikilia rekodi ya kuwa tajiri bora duniani hadi leo. Utajiri wake uliopigwa maximum, hesabu iliyopigwa, ana utajiri wa dola bilioni 400. Nani mwenye utajiri wa dola bilioni 400? Elon Musk hana utajiri huo. John Bezos hana utajiri huo. Alan Buffett hana utajiri huo. Oppenheimer hana utajiri huo. Clinton family utajiri wana familia 13 ambazo wao ndio wanatawala ulimwengu huu sawa na 2% ya watu wote duniani. Wao ndio wanatawala huu ulimwengu. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo kwenye mtandao wa internet pamoja na dhana kama The New World Order na Conspiracy Archives, ambazo ni nadharia za njama na ushawishi mkubwa wa vikundi vya kifedha na kifalme duniani, familia hizi ambazo Bwana Abbas Chionda anazizungumzia hapa zimejizatiti kwa ushawishi mkubwa kwenye uchumi, siasa na jamii. Familia hizi ni pamoja na Rothschild family, familia ambayo inajulikana kwa nguvu yao kubwa kwenye mabenki ya kimataifa. Familia ya Rockefeller, wana ushawishi mkubwa sana hawa jamaa kwenye sekta ya mafuta na biashara za kimataifa. Familia ya DuPont, familia hii ina ushawishi mkubwa katika tasnia ya kemikali na viwanda. Familia ya Kennedy, familia hii pia ina nguvu katika siasa hasa nchini Marekani na urithi mkubwa wa kifedha. Kuna familia ya Bundy, familia hii inahusishwa na siasa na uchumi hasa katika historia ya Marekani. Familia ya Freeman ambayo inashikilia nguvu katika masuala ya biashara na fedha. Familia ya Astor ambao hawa wamejizatiti katika mali isiyohamishika, yani real estate, na ushawishi mkubwa wa kifedha. Kuna familia ya Collins ambayo ni familia yenye ushawishi katika biashara na mabenki. Familia ya Lee, hii ni familia ambayo inashikilia nguvu kwenye biashara na sekta ya nishati. Pia kuna familia ya Reynolds ambayo ni familia maarufu kabisa kwa biashara ya tumbaku na ushawishi wao katika viwanda. Na pia kuna familia ya Onassis ambayo familia hii inajulikana kwa ushawishi wao kwenye biashara ya usafiri na baharini. Kuna familia pia ya Warburg. Familia hii ina ushawishi mkubwa sana katika mabenki ya kimataifa na fedha za kigeni. Na mwisho kabisa, familia ya 13 ni familia ya Morgans ambayo ni familia yenye nguvu katika benki na masoko ya hisa. Familia hizi zote zimejizatiti sana kupitia sekta kama fedha,
mafuta, viwanda na biashara za kimataifa, na zinashikilia ushawishi mkubwa sana katika siasa na masoko ya dunia. Kwa nguvu zao hizi, familia hizi ndizo zinazojulikana kama familia zinazodhibiti ulimwengu.